Yes, ndugu mpenzi mtazamaji wa Wasafiri TV, leo katika podcast session yetu tuko na mtaalamu hapa. Naomba ujitambulishe kwa haraka ndugu wa Tanzania na wasafiri kwa ujumla waweze kukufahamu wewe ni nani. Asante. Kwa majina naitwa Paul Peter Nyambala. Wengi wananijua kwa jina la Paul. Wanakujua wengi maana wewe ni mtu maarufu sana. Sio sana. Wewe ni mtu maarufu bwana. Sio sana. Hamna bwana. Hebu tuambie bwana, Paul umesema Paul Peter Nyambala. Ndio majina ambayo yanafahamika. Ndio. Wewe upo katika sekta gani ya usafirishaji? Maana sekta ya usafirishaji ni pana kidogo, kuna usafiri wa anga, usafiri wa maji, usafiri wa barabara. Wewe upo katika sekta gani na unadili hasa na nini katika sekta ya usafirishaji? Kwa upande wa usafirishaji mimi nimedili sana sekta ya upande wa usafirishaji wa abiria. Okay, maki kwa njia ya mabasi au kwa njia ya mikoani. Okay, kwa njia ya mabasi. Naam. Na wewe upo katika kitengo gani labda? Kwa sababu sisi tunapata wageni mbalimbali, tunapataga matajiri, wamiliki wa makampuni, tunapataga maagent wanaokata tiketi, madereva, makondakta na kadhalika. Sasa wewe upo katika kitengo kipi kati ya hivi ambapo nimevitaja? Kwa mimi nimejikita haswa kwenye kitengo cha upigaji picha au mabasi ya mikoani. Okay. Ndio. Nafikiri hicho ni kitengo, katika vitengo nilivyovitaja hicho sijakitaja. Hicho kitakuwa ni special case hicho. Ni very delicate sana. Ni delicate. Yes. Maana mtu kumwambia aichambue sekta ya usafirishaji wa mabasi, atataja conductor, atataja dereva, atataja labda wapakia mizigo. Ila kusema kwamba utataja wapiga picha, hiyo ni ngumu kidogo. Ni ngumu kiukweli. Kiuhalisia unaweza ukasema wengi wameshazoea upande wa wale watu wa location mbalimbali tofauti na yes. mabasi. Yaani kweli. Kwa hiyo kwa sisi au baadhi yetu au mimi binafsi naweza nikasema kwamba nimeona hiyo ni upande mmoja ambao wengi hawajauzingatia sana. Wewe ndio umeuzingatia. Mimi binafsi nimeuzingatia. Sasa nilitaka niulize swali moja bwana Paul Peter Nyambala. Naam. Wewe hichi kitengo cha upigaji picha ni kwamba ulijichagua mwenyewe au ulichaguliwa? Kitengo hiki kiukweli nilijichagua mwenyewe. Ulijichagua mwenyewe. Yaani nilijichagua. Hakikuwa official mwanzoni. Official, yes. Ni kweli. Kwa hiyo ulianza yani story yake ulianzaje mpaka ukaanza kuwa mpiga picha? Maana ukiingia kwenye mitandao ya kijamii, Paul Peter ni mtu ambaye ni very common, especially kwenye sekta ya mabasi. Ndio. Ilianzaje mpaka ukafika ulipofika? Binafsi toka nipo chuo nilikuwa napenda sana kusafiri kuliko yaani unajua kusafiri kuliko kusoma au usimalizie kuliko vingine vyote. Nilikuwa napenda kusafiri. Yaani bahati mbaya au nzuri labda niseme nilikuwa nimesoma yani kuanzia nasali mpaka chuo. No, mpaka sekondari. Let's say ile advanced level. Ile advanced level sikuweza kuwa na fursa ya kusafiri nje ya mkoa. Naelewa Okay. Yaani sijui unanipata. Yaani mimi binafsi ni mwenyeji wa Morogoro. Okay. Ilikuwa ni kuzaliwa Morogoro, kukua Morogoro, yani, kufia Morogoro kama usingesafiri. Ni Morogoro. Kila kitu ni Morogoro. Sasa nilipopata nafasi ile ya chuo. Okay. Yes. Nilipopata nafasi ya chuo kutoka nilipata nafasi ya chuo kwenda Tabora. Nilipata kule, nilienda kusomea kozi ya Alvi. Okay. Yeah. Kwa hiyo unapotoka pale Morogoro ndio ukawa very excited kwamba ninatoka Morogoro sasa. Yaani natoka nilikuwa na sisemeje, yani nilikuwa na furaha kubwa. Unajua furaha kubwa? Sana yani, kwa sababu kipindi kile ndo nimepata ile nafasi ya kuambiwa bwana umechaguliwa kwenda sehemu fulani. Okay. Chuo fulani. Kipo nje na Morogoro.
Ukasema ninasafiri sasa, napanda usafiri. Sasa hapa watanielewa. Okay. Je, interest ilikuwa ishaanza before hujasafiri au interest ilianza baada ya kusafiri usafiri yako ya kwanza? Interest ilikuwa before. Ilikuwa before kwamba ya picha yani msamvu pale unatamani kweli kweli. Yani nikikatiza tu sehemu nikiona mabasi. Yani natamani nisogelee. Unajua ni natamani kuisogelea kabisa bwana. Yes, ngoja nikae. Hasa ubaya kipindi kile nilikuwa sina cha simu, sina chochote. Okay. Sasa nafanyaje? Ila nikawa naendelea kuwa na uzoefu ule wa kusogelea gari kwa sababu kipindi kile hakuna aliyekuwa ananijua. Alafu kumbuka kipindi kile ndo sijui nisemeje, hamna anayenijua actually kwenye mitandao ya kijamii. Hata jina langu lenyewe lilikuwa litambuliki. Paul Kale. Yes. Lakini ulikuwa ushaanza kujiita Paul Kale. Mimi binafsi nilikuwa nishaanza kujiita Paul Kale huko Facebook. Sawa. Na je, maana ukasafiri sasa ukatoka Morogoro ukaenda Tabora. Ndio. Na ulisema unaenda kusomea mambo ya ardhi kule Tabora. Yes. Na ndo passion ya mabasi ikaanzia huko. Yaani tuseme ile kujihusisha moja kwa moja. Nilianza kujikita moja kwa moja baada ya kufika chuoni kule. Sawa? Okay. Actually route ya kwanza ile mimi kuanza kutoka Morogoro kwenda Tabora, kipindi kiko kulikuwa na mabasi yanaitwa Kisbo. Okay. Kisbo Safari. Yes. Alikuwa anatoka Tabora kwenda kutoka Dar kwenda Tabora kila siku. Okay. Sasa safari ya kwanza sikuizingatia sana kwamba naweza nikabezi kwenye mambo ya picha au ya wanasema unazi. Hatukubezi sana, sikubezi sana kipindi hiko. Okay. Lakini after a period of time nilivorudi kutoka Tabora hiyo tulivyofunga pale ndo nianza kushawishiwa. Na kipindi hicho sasa ukawa tayari umeshamiliki smartphone, umenunua smartphone. Yaani muda huo smartphone nilikuwa isha kaa kiganjani kabisa. Watu wa Morogoro. Kasoro mabali. Yes. Tumepata mwakilishi kutoka Morogoro, yupo katika sekta ya upigaji picha wa mabasi, anaitwa Paul Kalpita Nyambala. Na je, nataka unipe experience yako kwa ujumla kwenye sekta hii ya usafiri. Especially kwenye hii kazi unayoifanya ya upigaji picha. Ushawahi kukutana na fursa gani kubwa sana ambayo unasema hii baada ya kuanza kupiga picha hii ilikuwa fursa kubwa sana kuipata? Fursa niliyoipata toka nianze sekta hii ya upigaji picha. Zipo kadhaa, sio moja. Fursa zilikuwa nyingi tu. Lakini kwa kumbukumbu zangu naona ni ile ya kuanza kuonana na mkurugenzi wa kwanza. Mkurugenzi wa kwanza kabisa kuonana naye, akanishika mkono. Alikuwa ni mkurugenzi, unaweza kumtaja? Nafikiri itakuwa sio vibaya. Sababu alikushika mkono na yeye mwenyewe akiona atasema kwamba nilimshika kijana wangu mkono, leo ana appreciate. Alikuwa ni nani? Mkurugenzi wangu wa kwanza kunishika mkono. Alikuwa ni mkurugenzi Saif Omar Luinzo. Saif Omar Luinzo. Ndio. Aliona kitu gani kwako Mr. Saif Omar Luinzo mpaka akakushika mkono? Baada ya masomo, kwa kumbukumbu zangu, baada ya masomo ilikuwa nikaenda kama kujitolea hivi. Okay. Wanaita kwenye hizi ofisi za halmashauri. Sasa pamoja na majukumu ya kikazi ya ardhi pale ambapo nilipokuwa najitolea, niliweza kufahamiana na huyo mkurugenzi kikazi zaidi, sio kiusafirishaji. Yani ilikuwa ni nje ya sekta. Okay. Lakini kadri tulivyokuwa tumezoeana na jinsi alivyokuwa ananipokea, ndio ilipelekea kunihamisha kutoka sekta ile ya ardhi kwenda sekta ya usafirishaji. Sawa? Kwa hiyo kadri siku zilivyokuwa zinazidi, blaza au niseme mkurugenzi wangu Saif Omar Luinzo aliweza kunishawishi
niwe najikita haswa. Unajua kipindi kile tukishamaliza vyuo, wengi vijana wengi wakimaliza vyuo huwa wanaanza kuombaomba kazi sehemu tofauti. Sasa kwa kuwa mimi nilikuwa napenda sana issue ya usafirishaji wa mabasi, alafu ghafla nikakutana na mkurugenzi bila kutegemea. Kiukweli nilikuwa excited sana yani. Ikanipelekea yani kufanya kazi kupitiliza. Unajua ile kupitiliza. Yaani unaenda beyond measure unasema. Beyond measure, yes. Okay. Naam. Sawa. Sasa kitu kingine, baada ya umesema ndio fursa kubwa ambayo unakumbuka ushawahi kuipata. Haya, tutajie baadhi ya kazi zako ambazo ushawahi kuzifanya ambazo ni mtu akiingia sehemu yote anaweza kuzipata. Na sehemu gani zinapatikana kazi zako? Labda nianze na kazi yangu ya kwanza haswa niliyoifanya. Kabla sijaanza hii official, yes. Kabla official nilikuwa najitolea. Yaani nilikuwa nafanya kazi kwa kupenda. Passion wanasema. Na niweze kutoa appreciation kwa aliyenifanya niseme role model wangu. Role model wako. Naitwa nadhani unamfahamu. Ngome Boy. Yes. Ngome Boy, popote ulipo, appreciation zikufikie hapo ulipo. Mr. Paul Kalpita Nyambara anasema wewe ndo ulimuinspire. Yeye ndo aliyeanza kuniinspire. Baada yeye akafuata Mansuri, akaja Plan B Mwarongo. Alafu akamalizia na Roger TV. Yaani hao ndo walikuwa wababe. Niliokuwa nawaona mitandaoni wanakita sana. Okay. Kwa kuwa Ngome Boy ameniinspire sana. Ukweli nilianza kufanya kazi kiofficial zaidi. Naye alianza akaniambiaje, ndogo wangu unaonekana una kitu sana. Acha kutumia simu, tumia kamera. Okay. Baada ya kuona wewe ulikuwa tayari ushaanza kupiga picha za kamera, za picha za simu. Nilikuwa natumia Tecno. Nilikuwa natumia Tecno kipindi hiko, naenda pale Msamvu pale roundabout nazunguka. Napiga picha haswa. Hiyo inatufundisha kwamba hata mbuyu ulianza kama mchicha. Maana kwa sasa hivi ukimsearch Paul kwenye picha zake, amazing. Picha kali sana, picha kali, HD, kala kila kitu kwa vizuri. Lakini alianza na Tecno, sasa mpaka kufikia huko alikofika, it means kwamba amepiga hatua kubwa sana. Na mtu akitaka kukupata Mr. Paul Kalpita Nyambara anakupataje? Kuna sehemu nyingi wanaweza wakanipata. Naweza nikasema kuanzia Facebook, Instagram, TikTok niliingia kidogo nikatoka. Ila sana natumia Instagram, Facebook na Twitter. Yeah. Kwa Instagram napatikana kwa majina na account 2, lakini nayoitumia haswa kwa Instagram ni moja ya upande wa mabasi ambayo ni Paul Car Gallery. Yes. Okay. Paul Car Gallery ndo nayoitumia haswa sekta hii ya usafirishaji wa mabasi. Okay. Na Facebook unapatikana kwa majina ya Paul Kalpita Nyambara. Paul Kalpita Nyambara. Yes. Okay. Alafu Twitter napatikana kwa majina ya Paul Kalpi. Yes, Paul Kalpi, au unaweza ukaandika Paul Kalpita yote ukanipata, lakini kwa username ni Paul Kalpi. Okay. Yes. Yeah. Kwa ndugu zangu ni jamani, sasa kwa niulize swali kwanza la mwisho. Naam. Kabla sijakutoa mchezoni. Ndio. Wewe unafanya kazi kwa mkataba? Yaani kwa mfano saizi wewe unasema wewe ni mwajiriwa wa kampuni gani ili makampuni mengine yasikutafute? Au wewe ni freelancer kwamba na sisi tukiwa na basi letu tunataka kupigiwa picha kali tunakutafuta? Tupe utaratibu kwa ufupi tu. Utaratibu wa haraka niseme mimi ni kama free market. Sawa. Okay. Wewe unaweza ukanifuata tukaingia makubaliano ya kufanya kazi kwa muda au moja kwa moja. Sawa. Okay. Inategemea na makubaliano na kwa hiyo wewe haupo confined. Mimi sijafungwa. Yes. Aha, okay. Kwa hiyo jamani wapenzi wa Wasafiri TV, kama unafuatilia kipindi chetu, huyu anaitwa Paul Kalpita Nyambara kama alivyojitambulisha. Sekta yake ni upigaji picha. Picha zake ni nzuri sana kama alivyosema, unaweza ukafuatilia kwenye mitandao yake ya kijamii. Lakini pia yeye anafanya kazi na wakati wote, muda wote unaweza kaingia kwenye mitandao yake ya kijamii ukamtext then mkafanya kazi.
samani naweza nikaongezea hapo kidogo maana nahisi kama niliruka swali hivi. Sawa. Kwenye kazi zangu ambazo nilizozifanya naweza nikasema ipo kazi ya kwanza ambayo ni Bahari Beach. Nadhani mkiingia wengi mtaziona ambazo ni official tayari. Okay. Bahari Beach. Alafu kuna ABC hapa class. Sawa, ni official hizo. Alafu kuna hiyo wanaita Kaizirege and Chemeboss. Kaizirege and Chemeboss. Sawa. Okay. Hiyo nayo ni kazi ambayo imeweza kunitambulisha vizuri katika tasnia hii ya mabasi ya usafirishaji wa mabasi. Naam. Okay. Na zingine zipo ila mimi kabla hujaja hapa nimekufuatilia, nimeona kazi zako kwa kweli ni za moto. Au sio? Tukiacha masiala kwa sababu zamani tulikuwa walikuwa wanafanya hivyo of course kama ulivyowataja kina Ngome Boy, kina Mansur, lakini not that officially kwamba unachukua basi 8 zote za kampuni moja unazipanga unavyotaka. Kwa kweli hiyo ni advancement. Ni improvement kubwa sana. Improvement kubwa ambayo tulikuwa tunaitamani tokea zamani, lakini tulikuwa tunashindwa kuingamua namna ya kuifanya kwa uzuri. Nafikiri umefanya kitu kikubwa sana. Kiukweli kwenye hiyo kazi nyingi mara nyingi tulikuwa tunashirikiana na wapiga picha wenzangu. Okay. Hasa kuna huyu Ngome Boy nilishirikiana naye sana. Ndio. Kuna huyu sasa hivi ana hit sana anaitwa PL Touch. Yes, PL Touch pia ana produce vitu vizuri sana. Huyo yani nimeshirikiana naye sana. Okay. Nimeanza naye na bado tulipo naye mpaka sasa hivi. Mpaka kutokea mpaka sasa hivi imekuwa vibonge. Nilianza naye kwenye kampuni fulani inaitwa Superfeo. Okay. Unaikumbuka? Nadhani inafahamika. Haina haja hata kuielezea sana. Superfeo hiyo bwana walituelewa, wakatukubali, wakatupa kazi tukafanya kazi. Okay. Haya. Najua kila kazi ina changamoto. Ndivyo. Tunasema kila kazi ina kupanda na kushuka. Sasa tuende kwenye kushuka. Ushaikutana na changamoto gani kwenye shughuli yako ya upigaji picha? Maana tumezungumzia mazuri, picha kali kweli. Umepata makampuni mengi, umefanya nao kazi. Haya, tuje kwenye changamoto ambao ushaikutana nayo unasema kweli hapa kweli nilipigwa na kitu kizito. Na changamoto ni nyingi afu ni kubwa. Zito, heavy. Ni za gharama. Unanielewa nikisema za gharama? Yani kama unaweza kununua kamera au kukodisha tu kamera. Nadhani ukipoteza unaweza kaelewa maana yake ni nini. Maana yake ni nini? Changamoto ya kwanza ni ile kujaribu au kujisahau ukapoteza kifaa cha watu. Yes. Ile kupoteza kifaa cha watu alafu wewe umekodisha. Hauna uwezo wa kununua ile kamera lakini umekodisha. Unajua changamoto yake inavyokuwa? Hiyo changamoto inakuwa ni baraa. Unaweza ukazima simu zote. Kabisa. Ushakutana na hiyo changamoto? Mimi nimekutana nayo binafsi. Uliitokaje hiyo changamoto? Nakumbuka hiyo siku nilikuwa Morogoro. Samvo pale roundabout. Na gari nilikuwa naisubiria, siisemei vibaya lakini nilikuwa ni Luinzo. Sawa. Hiyo siku nilikodisha kamera Canon, ilikuwa Canon 55D kama sikosei. Ile Canon ilikuwa na lenzi 2. Lenzi ya kwanza ilikuwa 70-300. Hapo watu wa kamera nafikiri watakuwa wanaelewa vizuri. Mimi hapo unanitoa kapa hapo. Na lenzi ya pili ilikuwa ile 50 wide. Okay. Sasa ile lenzi ya pili niliiweka kwenye kibegi. Okay. Na lenzi ya kwanza ambayo ni ndefu ile niliweka kwenye kamera nilikuwa naitumia. Sasa kwenye kuswitch alafu gari linakuja haraka ilibidi nijaribu kwenda na muda, kukimbizana na muda. Nilichokifanya nikafungua lenzi haraka pale. Sawa, nilipofungua nikachukua ile ya kwenye begi haraka nikaifunga. Alafu ile ilikuwa ya 70-300 ilikuwa ndo kwenye begi. Alafu ya 50 ndo ilikuwa kwenye kamera. Kwa hiyo ya 50 nikafanya haraka nikaitoa nikaiweka. Ile ndefu ndo nikaitoa nikaichomeka. Sasa ile nilivyoiweka nilikufunga zipo. Nilifunga juu tu. Yaani nilifunga yani kwa haraka. Unajua attention yote iko kwenye gari. Unatakiwa uipige picha uiwai. Sasa ile nimeipiga nikaipata vizuri, nikafanikiwa.
imepita, nikaipiga mbele na nyuma. Nilipoipiga nikaendelea na mishe zangu. Sikumbuki kama nimedondosha kitu au afu mbele pembeni kulikuwa na mabodaboda wengi tu. Waliona lakini walikausha. Naona mimi nimeenda kama hatua kipindi kile kulikuwa na hoteli inaitwa Bene pale roundabout pale. Nilisogea mbele kidogo nikafika hadi Bene pale. Kufika Bene na kuja kujiangalia vizuri ili nikague vifaa vyako. Nakuta lenzi haipo. Lenzi hamna. Nikapiga hesabu nimeidondosha wapi au nimeiacha wapi. Nikaja kukumbuka kwamba nilidondosha na kurudi pale haipo. Na ilikuwa sio dakika nyingi. Yaani ni dakika 5 tu sijui 10 zile. Narudi tu sioni. Kwa haraka. Nilichanganyikiwa. Pole na hiyo changamoto. Pole na hiyo changamoto. Asante sana. Lakini ndio hivyo tulisema kila kazi lazima iwe na nini? Na changamoto. Na hiyo na changamoto ambayo nafikiri watu wapiga picha sana wanakutana nayo. Ndio. Kupoteza vifaa ambavyo unakuta sio cha kwako. Sasa bora mimi ni cha kwako lazima kinauma vile vile. Lazima kiume. Bora mimi ninaweza kupoteza let's say sawa ni lenzi. Kuna wale wanapoteza drone kabisa. Unachukua picha basi drone hiyo inapotelea vichakani. Unashangaa inadondoka nzima. Inaweza ikadondoka au mwewe au kunguru akapita nayo. Hapo ndo utaelewa hapo. Yaani hapo utaelewa. Sawa. Changamoto nyingine nataka nikuulize mimi, nikutengenezee changamoto afu nikuulize swali. Wewe ni msomi, ulitoka Morogoro, ukaenda Tabora, ukapanda basi, ukaenjoy sana Kisbo. Ndio. Ukafika Tabora, ukasomea masuala ya ardhi na kadhalika. Na nini kingine ulisomea? Au ni hiyo ulisomea? Hiyo tu. Sasa wazazi ndugu wanachukuliaje baada wewe kumaliza kusoma alafu unaachana na sekta yako ambayo umeisomea unaenda kupiga picha za mabasi? Wazazi, ndugu, marafiki na jamii kwa ujumla ya Morogoro. Hiyo ni changamoto kubwa. Nielezea. After all kiuhalisia mpaka sasa hivi wazazi au ndugu niseme wengi wanajua mimi ni kama nafanya kazi bila malipo yoyote. Yaani nikimaanisha najitolea. Okay. Yaani sipati hela yoyote, si develop chochote, sawa? Upande wao inaweza ikawa wako sahihi, lakini kwa upande wangu naona mimi ndo niko sahihi, sio wao. Kwa sababu kila mmoja ana njia yake. Japokuwa tunasupportiana lakini kila mmoja ana njia yake. Na unafanya kile kitu ambacho moyo unapenda. Kiona enjoy mbeleni itanipa kitu fulani. Sawa. Sio kwamba ndo sijui kwamba baadaye kitakuwaje, no. Na malengo ya hii kitu. Okay. Na malengo ya hii kitu. Kwa hiyo ninaposema ni base moja kwa moja upande huu sekta hii actually niko strict sana na nashukuru watu wameanza kunisupport kwa hilo. Kwa sababu hiyo tupe moja kati ya mpango wako. Unajua mipango iko mingi. Tupe mmoja tudokezee. Tufahamu bwana. Hayo bwana. Mipango ya mtu bwana ukijipanga. Mr. Paul Kalpita Nyambala hayuko tayari kushare na sisi mipango yake ya mbeleni. Ila tunachotaka kukujua ni kumsupport. Wao waendelee kunisupport. Tuendelee kumsupport, tuendelee kumpa backup ya kutosha aweze kufika pale ambapo ameplani kufika. Lakini pia vile niwakumbushe kwamba siku ya leo tuko hapa hoteli ya Hans Pop inayopatikana Iringa mjini. Ukifika hapa kuna huduma zote, huduma za vyakula, vinywaji, marazi, kuna swimming pool. Una haja kuhaso kupanda na miguu hadi ghorofa ya 7, utapanda tu lifti na wahudumu wako hapa watakuhudumia vizuri, utaenjoy kuwepo mkoa wa Iringa. Lakini pia vile tunawakaribisha wadhamini mbalimbali kuja kudhamini kipindi chetu cha Wasafiri TV, na tutakuwa tunapatikana katika mitandao yetu ya kijamii. Kama unaweza kufuatilia Instagram, YouTube pamoja na TikTok. Usisahau kushare, kusubscribe, kulike na kucomment. Neno la mwisho kwa wapiga picha wenzio na wanazi kwa ujumla. Neno la mwisho moja tu. Kwa neno mimi sina kusemi sana, lakini nina shauri au naomba tupendane, tushirikiane katika kila kitu, hasa kwenye hii sekta ya usafirishaji. Okay. Sababu sema nikuchukie au unichukie mimi
kiukweli utanikwamisha mimi sawa, lakini wewe pia utajikwamisha. Unajikwamishaje? Sisi ni binadamu. Na binadamu siku zote tunategemeana. Ni kweli kabisa. Kwa hiyo ukinikwamisha mimi na maana wewe mwenyewe umejikwamisha. Yaani tumekwama wote in short. Tumekwama wote. Kwa hiyo mwisho wa siku hatutapata maendeleo yoyote sekta hii ya usafirishaji. Kwa hiyo kwa maoni yangu mimi napenda especially sisi wapiga picha. Tuungane wote kwa pamoja. Tushirikiane kwa pamoja. Kama mnavyofanya wewe na Ngome Boy na ilivyo mimi nilivyokuwa nafanya na Ngome Boy au Pieletachi. Okay. Sasa ombi langu sana, yani tusijiweke kwenye sekta kwamba sisi ni watu wa juu sana. Kwa kuwa sisi ni watu wa juu basi hatuwezi kushirikiana na nyie mliopo underground mnaanza. Hapana. Nyie sogeeni, tushirikiane wote kwa pamoja, then mambo yataonekana tu. Basi asante sana Mr. Paul Carl Peter Nyambara. Asante. Karibu sana kwenye Wasafiri TV. Tukikuita siku nyingine usisite kuja. Na nafikiri tutatafuta kipindi twende field, tutaenda wote field kushuhudia namna kazi hizi za upigaji picha zinavyofanyika. Karibuni sana. Namna unavyoedit, unavyochukua picha, unavyopanga yale magari na kadhalika, tutakuwa wote. Nafikiri tukaribishe kwenye siku unavyosema ukipewa kazi kubwa tena kama ile uliopata Kemeboss na Kaizerege, usisite kutukaribisha sisi. Sisi tutakuwa bendi zesini yako. Hamna shida, karibu sana. Basi asante na karibu sana. Chao chao.